Familia ni dhahiri kabisa familia. Kwanza bahati mbaya sana nyumbani kwangu mimi nina vijana wa kazi. Vijana wa kwangu wana binti yangu yuko Kigali, kijana wangu wa kiume yuko Dar es Salaam lakini ana shughuli zake. Kwa hiyo nyumbani kwangu hakuna kijana wa kwangu anaishi, isipokuwa nakaa na vijana wa kazi na mama ambaye mara 2 kwa wiki anakuja kutusaidia. Hao automatically waliumia sana. Hao vijana wa kazi tena ni wageni kidogo, wameajiriwa karibuni. Kwa hiyo ni kama walikuwa paralyzed, lakini walishakuta ile story ya kabla yake, na kutokana na hizo story nadhani hawakupanic sana, hawakuacha nyumba, waliendelea kufanya kazi zao. Nilipotoka nimekuta kila moja katika eneo lake amefanya majukumu yake kama yalivyotakiwa. Moja wa vijana ni mwanafunzi ambaye ninamsaidia katika mitihani yake. Huwa ni kama ninamfanya tutoring, pamoja na kwamba ni mwanafunzi wa pharmaceutical studies na mimi sijafanya kazi hizo, lakini unajua ukishapita hayo maeneo mengine karibu kila kitu unaweza ukafanya tu, na nimeshamsaidia katika lessons zake nyingi. Kwa hiyo sana alichokosa ni ile huduma aliyotegemea, kwa sababu anaingia darasani mwezi wa 4, na sasa nadhani napaswa kufanya marathon na yeye ili tuweze kufikia yale malengo yetu tuliyokuwa tumeyapanga. Lakini kwa maana ya threat ni ile ambayo nilieleza. Wewe ni kamanda mkubwa, unaelewa kwamba wamekuja kwa vijana wangu, na vijana wangu walikuwa adamant, hawakukubali kufungua mlango. Wakawaambia kabisa kama mnataka bunjeni, wakati wanalazimishwa kwenda kufanya inspection wakati mimi sipo. Na wanafanya upekuzi gani sijui, hata vijana nafikiri walikuwa wanashangaa wanakuja kufanya upekuzi gani, lakini baadaye ndio waliwaambia kabisa wanataka kuchukua hiyo bastola. Na bahati nzuri wakati wanafikia hatua ya kuwalazimisha vijana wapeleke bastola, na wewe Benito nadhani unaifahamu hiyo sheria, kijana wa kwangu na binti wangu huyo wa Kigali ambaye alikuwa amekuja kwa ajili ya kuja kunisalimia baada ya kujua niko Keko, wao ndio wakawazuia vijana wasibebe hiyo bastola, kwa sababu walilazimishwa waibebe waipeleke kituoni. Sasa wewe unajua bastola ni very personal, kati ya silaha zote ambayo mtu mwingine hatakiwi kugusa ni bastola. Sawa, watoto vijana nadhani walikuwa wanawategea mtego mkubwa. Hila tunazosikia aidha baadaye wangekuja kunichaji zaidi kwamba labda nilikuwa nakodisha bastola kwa vijana wafanye ujambazi na kadhalika, lakini na vijana wenyewe watakaokuwa wamepeleka wangekamatwa na kufunguliwa charges. Lakini bahati nzuri walikuja hawa vijana wakubwa wakawazuia, wakafanya consultation na wazoefu katika ndani ya jeshi la polisi. Bahati nzuri ndani ya familia tuna wazoefu ndani ya jeshi la polisi vile vile. Kwa hiyo wakapewa advice na chumba changu kikafungwa moja kwa moja, na hawakurudi. Kwa bahati nzuri nadhani walitambua kwamba wamekutana na wajuaji na lengo lao lisingeweza kufanikiwa. Lakini vile vile familia walipiga, wale vijana wa kwangu sasa walipiga kelele. Kwa hiyo nadhani yote kwa yote ni kwamba pamoja na hila zote walizokuwa nazo, kwanza Mungu hakuruhusu, kwa sababu Mungu naye anasimama upande wako. Kama huna hila katika jambo lolote, ukimtegemea Mungu hata siku moja hutaanguka. Lakini la pili, walikutana na watu ambao wanafahamu haki zao na wamesimama imara, hakuna kilichoendelea pale. Lakini la tatu, tulitambua kwamba wale waliokuwa wanaandaa kesi ndio wale ambao katika jiji la Dar es Salaam wanajulikana kwa maovu yote ambayo tunasikia, iwe ni ya utekaji, iwe ni ya nini.
hawa wote waliokuwa naandaa ni kati ya wale wanaotajwa katika hayo yote ambayo huwa tunayasikia. Kwa hiyo nadhani kuna la kujifunza, kuna la yale ambayo tunayachukua tu take note, kuna yale mengine angalia wana move namna gani, na sisi cautiously whether family au hata mimi kule ndani, kwa sababu familia karibu siku ya pili kulikuwa na mtu anakuja kunitembelea kutoka kwenye familia, including watu wa Sauti ya Tanzania ambao walikuwa very regular kuja kunitembelea. Kuna mama mmoja wa Sauti ya Tanzania anakaa mbali sana Kibaha lakini karibu kila siku ya pili alikuwa anakuja na amenibebea matunda, amebeba vitu. Kwa hiyo unaweza kuona tu kwamba tulipata support za kila aina, wala sio labda sio stability ya Dr. Slaa peke yake au sio merit ya Dr. Slaa peke yake. Mlitu encourage, mkatuongeza nguvu, mkatupa ujasiri, pamoja na kwamba mko mbali, hatuwasiliani, hatuonani, lakini kuna factors ambazo zimenipa nguvu. Kwa si sahihi sana kunipa credit zote ambazo mlikuwa mnazieleza. Mimi nimepata credit, lakini hizi credit lazima tuzishare, kwa sababu Sauti ya Tanzania kwa namna moja au mbalimbali play a very significant role. Kama nilivyowahi kusema, kuna watu wamesafiri kutoka Marekani wamekuja mpaka Keko, watu wametoka Ulaya wamekuja mpaka Keko, watu wametoka Uingereza wamekuja Keko. Ndio hao ambao Edna alikuwa anazungumza kwamba mwanamke anafika pale alafu anazuiliwa kuingia. She is very well dressed, lakini baadaye analazimishwa kuja kuvalishwa kanga, wala hatujui hiyo kanga ilikuwa ya nani. Ni aina moja ya udhalilishaji. Kwa yote Benito, nadhani maswali yako labda niyaweke katika sura ya namna hiyo. Kichwani kwangu nilikuwa najua kabisa kwamba I am the enemy of the state kutokana na msimamo wangu. Hilo wala halikuwa na mjadala. Kauli zangu, na mara nyingi nimetumia neno sitamumunya maneno, kama mlikuwa mnanifuata. Maana ya maneno hayo ni kwamba nilikuwa najua exactly implication ya maneno niliyokuwa nayatumia. Kwa hiyo nadhani nimekupa picha pana zaidi. Asante sana Benito. Uncle Doctor, mimi nakushukuru sana. Thank you so much kwa majibu ambayo ni yaliyoshiba na kiu yangu umeikata. Mimi nikuache ukapumzike saizi, japokuwa mapadri ya walali, lakini wacha nikuache ukapumzike. Najua tutakutana tena wakati mwingine na nitaendelea kukuprobe kama kawaida. Thank you so much padri wangu. Asante Benito kwa maswala yako makali na mazuri. Actually ni maswali ambayo yanasaidia katika kuelimisha. Kwa hiyo nakushukuru, mshukuru sana balozi kwa majibu mazuri na kajibu kwa kirefu. Sasa jamani, naona mimi ningependa kumwacha balozi naye kidogo apumzike, kwa sababu alikuwa ameshazoeshwa sana dada Christina, nilikusahau. Karibu dadangu Christina. Asante, afadhali nimekuona una blink. Karibu dada. Asante sana Auta. Shikamoo babangu Dr. Slaa, shikamoo sana. Naona amelala. Anakusikiliza balozi, siku zote huwa anasikiliza kwa sikio moja. Nilikuwa namwamkia. Mimi napenda nimshukuru. Nimemsikiliza sana leo vyote alivyoongea. Kuna kipindi hapa mwisho nilipotea, lakini mengi nimemsikia alikuwa akiongea. Yani naweza nikasema Dr. Slaa ni baba yetu, wewe ni baba yetu, wewe ni mwalimu wetu, wewe ni kiongozi wetu. Yani kwanza ukiongea tunapenda kukusikiliza. Nilishaongea na wewe siku chache zilizopita, ulikuja kwenye Clubhouse, nikaongea kwa furaha. Ndio ilikuwa mara ya kwanza na kusikia sauti yako kwenye Clubhouse.
Kwa kweli umetupa fundisho na umetueleza mambo mengi sana kukaa kwako kule walikokuwa wamekuweka Keko. Kuna vitu vingi sana tulikuwa hatuvijui, sisi tuko nje, lakini wewe umetuambia jinsi gani serikali tunaoishi jinsi inavyonyanyasa watu kule jela. Nakushukuru sana kwa yote ambayo umetuambia na umetufundisha, na mengi ambayo unatuambia kwamba tupige makelele. Kama ulivyokuwa umetuambia tupigane na nchi yetu. Kweli unyanyasaji ni mwingi mno. Kitu kimoja ambacho nataka nikuambie, tulikumisi sana kipindi cha uchaguzi juzi. Tulikumisi sana. Sababu kila tunakavokaa tunaongea, lakini pengo lako tuliliona. Kwa sababu ulikuwa kuna kitu tulikuwa tunajua wewe ndio mara nyingi unatupiga msasa, unatuongoza. Pengo lako lilikuwepo kubwa mno. Lakini tulishikana, tulipigana na wenzetu ambao wako Tanzania, na kuna wenzetu ambao hapa ni viongozi vinara. Sisi wengine tulikuwa tuko nyuma yao, waliongoza jahazi kwa kuongea na watu nyumbani, kwa kupata information zote za uchaguzi mpaka mambo yalivyokwenda vizuri. Lakini tulikumisi sana kile kipindi cha uchaguzi. Kitu kingine mimi sina zaidi cha kusema, na kuombea tu Mwenyezi Mungu upate nguvu zaidi. Tunakuhitaji sana 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 sana, kwa sababu elimu yako kwanza uchoshi. Yani Dr. Slaa za kuongea hata siku wiki nzima bila kupumzika. Hakuna mtu ambaye anechoka kukusikiliza. Unajua kuelezea na unaeleweka sana. Tunakuhitaji sana. Nafikiri Mwenyezi Mungu alitaka siku zile walivyokuwa na kufuata usiku uokoke. Usingewaambia kwamba jamani nafuatwa na polisi, tungekupoteza na tungepoteza pengo kubwa. Mungu anajua, ana mtu wake amemtuma, na japokuwa umepitia mateso aliyokupeleka jela kule, pengine Mungu kataka uende ukakusanya information za wenzetu ambao wanateseka, wamewekwa kule, wamerundikwa bila makosa, uje uwasemee huku nje. Kilobaki sisi wa Tanzania tushikane, tupige makelele, na ikiwezekana serikali ibadilike. Isipobadilika basi ni bora ije serikali nyingine iongoze, kuliko watu kuteseka, watu kuuawa, watu kutekwa bila sababu. Mungu yupo na yuko pamoja na sisi, na tutaendelea kushikana, na tutakusikiliza unachokisema, na tutakaojitahidi utajitahidi. Na ninajua sauti ya Tanzania kuna sauti kubwa mno. Cha maana sauti ya Tanzania labda tutafute njia kufanya promotion ili ijulikane, maana kuna watu wanasema tuna sauti kubwa sana najulikana sana. Labda tuifanyie promotion, tufikirie jinsi ya kufanya promotion sauti ya Tanzania ili watu waijue, wengi wasikilize, maana humu ndani kuna madini yatawamisha watu. Kuna video mimi ambazo nimetumiwa na shangaa, kuna watu wameshaanza kuamka, kuna watu wameshaanza kuongea wazi wazi. Yaani mwenyewe mpaka na shangaa, okay, sasa hivi watu waogopi, wanaongea wazi wazi kabisa. Yani video nimetumiwa, nilikuwa naziangalia, nikasema sasa huu ndio moto, na hivi ndio kwa tunavyovitaka. Nisiwe muongeaji sana, ngaje nimeongea dakika za mwisho. Nilikuwa na mengi wenzangu wameshayaongea, kwa mimi singependa kurudia. Mengi wameongea, wengi wameuliza sana maswali. Mimi bwana nakuombea Mwenyezi Mungu, nitakuombea kila siku, ila ulivyokuwa huko ndani tulikuwa tunakosa usingizi. Yani kila saa tuko kwenye media tunaangalia, labda tutasikia hili. Wenzetu walikuwa wanakuwa wanatufahamisha hali yako, the way ulivyo, tukiona picha zako huko gerezani tunataka kulia. Alikuwa tunasikitika sana, kwa tunaumia sana tukikuona kule picha zako za mahakamani sana, yani nilikuwa tunaumia. Lakini mshukuru Mungu mkubwa, umetoka huko na sisi. Mwenyezi Mungu akujalia, akupe maisha marefu, na Mungu atusikie kwamba tunakuhitaji sana Dr. Slaa. Asanteni sana, na kutakia usiku mwema, na samahani kama nimeongea kwa muda mrefu, lakini ni furaha ya kuwa nawe baba yetu. Asante sana. Usijali sana sana Christina, nisalimie marafiki zangu Copenhagen na Denmark yote. Lakini tuna kazi, tusilale, tusipumzike. Kipindi hiki ni cha kazi kweli kweli, na maumivu yaliyoko mbele labda ni makubwa kuliko tulioyapitia mpaka sasa.
tujitambue hivyo. Asante sana. Asante babangu, nakupenda sana. Asante sana dadangu Christina, nakushukuru. Umeongea vizuri sana na namshukuru balozi. Mtu mmoja leo kwa kweli toka balozi amekuwepo sijamuona, nimemtafuta sijamsikia, ni JJ. Alikuwa ni mmoja wa watu ambao alikuwa ananisumbua kila siku kila mara, bwana tunamsahau balozi. Lakini sijampata. Niliongea naye briefly. Sijalala, nilitaka kukuuliza mbona ndugu yangu Jay sijamona, mmemfanya nini? Sasa nashukuru kumbe umeelezwa wewe mwenyewe. Yuko wapi Jay wangu? Nilimtafuta actually wakati room kabla wakati mimi nimeingia, akaniambia bwana naingia kwenye swala maana nimeanza mfungo, kwa hiyo nafanya swala kila mara kwa mara, ila nitakuja, lakini sijamuona mpaka dakika hii. Kwa hiyo mtamtafuta kwa kweli balozi. Yani katika watu wengi wa Sauti ya Tanzania aliyekuwa ananikosesha usingizi na kunisumbua kila leo alikuwa ni Jay. Alikuwa ananilaumu na Andrew leo yupo. Andrew naye sijamuona. Alikuwa ananipigia mara kwa mara, bwana balozi, na kuna vitu vingi ambavyo alikuwa anafanya, na najua balozi umefanya kuna mambo mengi ambayo umefanya naye kwa ukaribu sana huko nyuma. Kwa hiyo najua nitampata tu, na yeye mwenyewe actually aliniambia ulipotoka na muacha kwanza balozi atulia alafu nitampigia, lakini nitamtafuta huyo mdogo wangu huyo, na sijui nini kinaendelea manake sijamuona. Nasikia kulikuwa na changamoto fulani kwenye room, yeye akaona kwamba apumzike, lakini sijakaa kumsikiliza na kujua nini kinaendelea, maana na mimi nilikuwa na mambo yangu mengi ya kifamilia, kwa hiyo nilikuwa napambana